Mambo vipi? Fresh. Uko poa? Kabisa. Mzima kabisa? Yeah. All the way from Arusha? Yeah. Bwana Sugar girl anaonekana kabisa. Wote wawili sio? Yeah. Mambo vipi? Mbona kama umesita hiyo? Mbona kama umejifikiria? Amesita. Au mwenzako wapi? Amna, kazaliwa da ila tunaishi wote Arusha. Kwa wote ni Sugar girls. Okay. Yeah. So mnaishi Arusha, so da. Huku da tunakujaga kwa mambo maalum. Kwa mambo maalum. Yeah. Okay. Kama interviews, kupush kazi zetu. Yeah, tukija studio kushoot. Mambo kama hayo. Yeah. For how long mmekuwepo kwenye industry ya rap? It's been a long time. Yani ni muda mrefu sana. Mimi nakumbuka ni kuanzia 2015. Yeah. 2015. Nikiwa darasa la 5. 2015 hivi si miaka 11 hiyo? Yeah. Miaka 11 mpaka sasa hivi. Mbona wewe huongei jamani? Mnaionaje game sasa hivi kwenye upande wa hip hop, especially kwa upande wa watoto wa kike? Game sasa hivi au unaizungumzia vipi? Game sasa hivi imechangamka sana. Tofauti na labda tuseme na miaka miwili nyuma hapo, mitatu, kulikuwa kumepoa sana. Lakini sasa hivi game imechangamka na watu wa hip hop tunaona tuko wengi sana. Kweli? Na ni wakali na tunafanya vizuri. Kwa hiyo kiufupi game ya sasa hivi imechangamka sana. Lakini mbona sasa hivi inaonekana kama kwa upande wa watoto wa kike, sasa nazungumzia hip hop kwa female rappers, inaonekana kama kuna upoaji fulani, yani tunakosa new faces au new sound kwenye upande wa hip hop katika hii generation mpya. Ndo sisi hapa sasa ndo tumekuja. Oh yeah? Ndo sisi hapa tunakuja. Tunatoa ngoma nyingi sana hivi karibuni. Tunakaribia kutoa. And then tumeachia hiyo rap diary 1 yetu, ni nzuri sana na ni kali. Yani ndo sisi hapa ndo tunakuja yani. Yeye ni kundi, si ndio? Yes. Yeah. Ni kundi. Yeah. Makundi mengi yamekuwa ya watoto wa kike, watoto wa kiume yamekuwa hayadumu. Na mara nyingi ikiwa ni kundi la watoto wa kiume, mara nyingi imekuwa inatajwa kwamba baada ya pesa na madem ndio kitu ambacho kimekuwa kinafanya makundi mengi sana yamekuwa yanavunjika. Kwa upande wa watoto wa kike, tulikuwa na kundi la alikopotana na Baby Mia. Yeah, walikuja kama kundi lakini baadaye wakaseparate. Hata hatukuona wamefika kwenye level fulani kubwa zaidi, lakini kundi ikavunjika. Nyinyi kwa upande wenu mmejipangaje sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba mnaenda pamoja from the scratch mpaka baadaye mafanikio yatakapopatikana? Sisi tumejipanga vizuri sana. Kwa sababu gani? Tunaweza tukasema labda hayo makundi yaliyopita ni wale watu waliokuwa na miemko tu ile ya kufanya kazi. Unajua kuna miemko ya kufanya kazi ya. Mkishaona basi mmekutana wawili, labda wote mna rap. Mnaweza mkaambiana hapo hapo, kwa nini si tusiwe kundi afu mkakubaliana hapo hapo alafu mkaanzisha kundi hapo hapo bila kujuana tabia, huyu ana tabia gani, huyu ana tabia gani, utaenda vipi tabia zake. Kwa hiyo sisi hapa take time sana. Yani almost a year. Mlitake time kufanya nini? Kujisoma. Kujisoma tabia zetu sisi wenyewe kama wenyewe. Kwamba hata tukigombana tuna handle vipi, tuna solve vipi. Kwa hiyo baada ya kujiona kwamba sisi tunaweza tukawa kundi kwa sababu tushasomana, tushajuana vilivyo. Na mlikutana vipi mpaka mkawa kundi? Sisi tulikutanishwa na Bretu mmoja anaitwa Meshak Kilimwalisi. Alikuwa anamjua Refa kupitia bro wake Mgogo. Na alikuwa ananijua mimi kupitia bro wangu anaitwa Odi Jambo. Kwa hiyo akaona kwamba sisi wote ni bado wadogo, halafu tuna rap, tunaendana nini. Kwa akatuomba siku moja tufanye tu clip moja tu. Lakini ile clip tulivyofanya ikaondoka. Tukafanya kama 5. Tulivyofanya 5, tukajikuta tu si wenyewe tunapendana. Kwa hiyo tukasema tuendelee kufanya kazi pamoja. Tukawa tunafanya kazi pamoja. Mwisho wa siku zimepita miezi mingi sana. Ndo tukaamua kwamba kwa nini tusiwe kundi. Umevaa cheni hapo nasema no money no friend. No money no friends. No money no friend. Ukiwa na rafiki ambaye ana hela huyo anakufake. Hana hela. Ambaye hana hela huyo ana fake. Akipata hela hawi tena rafiki yako.
nyinyi mmejichukuliaje sasa? Kama mkipata pesa, unaona urafiki utakuwepo au utakuwepo? Yani unaona Rayvanny akipata hela, hiyo hela ya Rayvanny ya kwetu wote. So yani akipata 10,000 ajua hapo 5,000 ni ya Vevo. Mimi sijui kaipata wapi, sijui kafanyaje hadi kapata. Yani akipata 10,000 ni 5,000 ni ya Vevo. Mimi nikipata 30,000 15,000 ni ya kwake. Ni sheria, yani kwamba mimi labda nimepiga mitikasi yangu. No, so sheria, lakini ukiona kama mwenzangu hapa amekaa Kirehe ana hela. Kirehe kali hiyo. Ana hela, unamkatia kidogo aishi na hiki kijanja. Lakini sasa hapo kwenye upande wa hela, kwa sababu hela uwaga yani ndo shetani. Kwenye inapokuja kwenye masuala ya makundi. And tunaweza tukao tunazungumza hivi tunacheka hapa sasa hivi kwa sababu labda hamjafika levels kubwa hizo za international au labda kutengeneza pesa hiyo, big amount of money. Sijui umenielewa? Lakini makubaliano mnafanya vipi kazi? Mnafanya kazi kama colleagues au mpo zaidi ya kazi? Yani mna urafiki, undugu, yani mmekaa kama sisters? Yani sisi tuko zaidi ya kazi. Yani sisi tuko zaidi ya kazi, kwa sababu ukiachana na mziki, sisi hata kwenye maisha kawaida tunasaidiana sana. Yani sana. Yani kiasi kwamba hata ikitokea Rayvanny anaumwa, mama yake anaweza akajua yuko sehemu salama kwa sababu niko naye na anajua naweza nikatoa hela yangu mfukoni kama ana hela tukaenda hospitali. So that it ni zaidi ya marafiki. Sawa, nimekutana na interview zenu hapa katikati, naona mnajitapa sana kwamba nyinyi ndo best female rapper Tanzania na hakuna kama nyinyi. Of course mimi nilimuona pia binti moja anaitwa Black Queen, wale noma nao pia wale wana kitu chao. Wako wangapi? Black Queen. Kumbe kuna kundi lingine. Kuna Black Queen pia. Kuna fuatilia. Okay. Hamjafuatilia? Black Queen ni mmoja ndio. Ila wasichana wanachana ni nanilio. Ni kundi. Yaani ile sio kundi. Sio kundi lakini ni watu ambao ni kama collaboration. Mnaonaje? Wakali. Sasa nimesema nyinyi mmewazidi kwamba nyinyi ndo the best, nyinyi ndo namba 1. Yaani unajua sijui niliwekaje hili lakini ngoja tu niseme kwamba yani wewe usingoje watu kwanza wakusifie, jikubali kwanza. Sisi tunajua wao ni wakali lakini si ni wakali zaidi. Yes, of course. Tumepita na mifumo, nimependa hiyo. Anyways, Queen Bees, jamani tumefurahi sana mmepita leo kwenye Friday Bars. Hopefully tutaona mengine makubwa zaidi, si ndio? Nafurahi pia mnavyoiwakilisha Arusha kaskazini on this one. You know what I mean? Kama mna chochote cha kumalizia kwa fans. Tumetoa ngoma yetu mpya inaitwa Rap Diary 1. Iko YouTube. Waende wakaisikilize, ngoma ni kali sana. Support yenu tunahitaji. Sio YouTube tu, kwenye all digital platforms. Okay. Hivi mnawapenzi? Sisi? Hapana. Wote mko single? Kwa nini mmejibiana wote haraka? Wamejibu haraka. Hivi kuna siri gani kati ya kufanya rap na kuvaa baggy shirts na nini? Kwa sababu unakuwa comfortable. Ukivaa vile kama kina Nicki Minaj, kina Cardi B, unakuwa hauko comfortable. Inategemea sasa unavaa hivyo lakini ni nguo ya aina gani. Unajua unaweza kuvaa let's say kama ka jumpsuit fulani hivi, kama tight lakini yani unakuwa comfortable lakini sio kivile kama ukivaa hivi unajua. Na hiyo pia inatokea na role model ambao unawafuatilia. Wewe unamfuatilia nani? Nawafuatilia wengi ila sana namfuatilia Young Ma. Young Ma. Ndio maana mimi nikauliza hali ya wanawapenzi. Kwa sababu unajua look hiyo pia nayo imekaa kama mbabe fulani hivi. Ngoja nitulie kwanza. Changa bana imekaa kama walishateleza plan B nao wamebana kwenye plan. God alibariki kwa baraka za bidii. Jigi na guji zigi nendana na widi. Watoto kiogopa Queens pizo pe uji. Na mastori za kutrende mifiki fane na nani. Watupishe tuketi jusini watu fulani. Keleleza za nyete zizi tuondoshe amani. Tumekutana town mbono na leteni gani. Bombo cloud utachanda utapaka siku kitegesha kishu. Ikikufaida keshwa ipera nite jini manunu. Kwa robo saa tutashangaa mikao ninga hata ipigwe juu. Show za bike chapo paki imejaa muni na temazo. Paparika papa ina kitu papa ina make sense. Ukipata sangara pata nguzumu ulivyokuwa shagara bagara. Papa kitaka siri mpe boda boda gwara. Jo hii ni time ya kuvesha.
ya kukesha, tusha survive na mikopo asongesha, cash na looks low zinazoogopesha, pakuna atujai wakopesha. International ikikupendeza pin kwa nafasi ya uking weka queen na jamii, na hii sio dis verse na discipline, na tukilenga kudis tuna discipline. Bogi ni gani niga mmekwanga shazi na mkona news tunaumiza iko wazi, na kama gold digger hivi na kazi, maana ilibidi amechana dima shangazi. Kapagawa kachanganikiwa A-Town kakimbia dana kunywa piwa. Kalala studio kapitiwa, kandikiwa vesi afu malipo kalaliwa.